Moja kwa moja basi kwenye pita za kwangu kafika katika maeneo kadha wa kadha, ndio nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo ya kufika kwa kiduchu tu pale. Naam, maeneo yepi nilifika pale. Kumbuka huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Naam, nilianzia katika eneo la julikana kama Kikima kule Mboni. Kikima kule Mboni, kuna mwanadada mmoja amezua gumzo katika mtaa wa Majengo baada ya kumwambia mumewe asimlaumu iwapo ataamua kumwacha, akisema uamuzi huo hautakuwa wa ghafla bali matokeo ya changamoto za muda mrefu katika ndoa yao. Mama anasema nikwambie tu mapema, nikikuacha ujue kwamba ni kwa nini. Na demu huyo akisema amevumilia mengi katika ndoa hiyo, lakini sasa amefika kikomo cha uvumilivu wake. Usije ukasema sikukwambia. Kwa hivyo ukisikia amefika mahali kweli hataki kuacha ndoa yake, lakini anasema kwamba ukiona nimefika mahali nimekanyaga kubwa, elewa. Mwanaume ukiambiwa hivyo, please style up. Style up. Haya, na mtu toa onyo by the way. Haya, haitafanyika tu kwa mshtuko. Kwa hivyo amefikiria. Naam, kitafakari hayo mpenda msikilizaji, nikafika kule Mlot. Mlot ni kule Narok. Mlot kuna uhusiano wa buda mmoja wa hapa na mpango wake wakando uliingia nuksi. Maana wa mzee huyo alipofika mahali akapata mzee na mtoto wake umefika miaka umri mzuri tu, alafu ni unatafuta mpango, kumbe mzee wapatikana na kijana wake, a father and a son, wote wanaenda boma moja wanatafuta, na mzee ako na mke. Surely who does that? Wase tuheshimu umri wetu saa zingine. Sasa tabia gani unajipata wewe na kijana wako mna compete? Ulimwengu ama kweli nyakati za mwisho, wacha tabia ajabu. Naam, ni vitu vinafanyika kwenye society yetu. Hii ni real story. Naam, kitoka kule Narok nikavuka mpaka Kinani kule Athi River. Kinani Athi River, kuna mhubiri mmoja amezua mjadala baada ya kukiri hadharani kuwa tamaa ilimchanganya na kumfanya ateleze katika maisha yake ya kiroho. Akizungumza katika mkutano wa waumini, mhubiri huyo alisema kuwa licha ya wito wake wa kuhubiri Injili, alikumbana na majaribu ya tamaa ya mali na maisha ya anasa yaliyomtoa kwenye maadili ya kidini. Unajua mhubiri akikuja akiri hivyo, ni mwanadamu, hata na wewe si kuna vitu naanguka tu vingi. Kwa hivyo anapokiri situmsamee. Wacha akabiliana na Mungu wake tu bila alivyomuita, lakini nasi pia situmsamee. Amekiri. Okay. Lakini wanadamu tunasema ni pastor. Pastor anafanyaje hivi? Hata pastor ni binadamu. Lakini pastor tujichunge. Judgment yetu ni juu zaidi. Haya. Kitafakari juu basi nikavuka mpaka Mudhurwa Nairobi. Mudhurwa Nairobi yasemekana kwamba kuna beba mmoja kutoka katika soko la mboga na matunda alipata kichapo baada ya kukamatwa akijaribu kuficha mkungu wa ndizi za kupikia kwenye jaa la takataka. Tukio hili lilifichuliwa na wenzake waliokuwa wakimsindikiza kubeba mzigo. Yaani unaenda kubeba mzigo wa takataka na uchafu. Kwa hivyo ameiba ndizi, anaficha pale, ndio wadhani kwamba ni uchafu amebeba. Kumbe si uchafu, ni ndizi amebeba. Lakini si njaa. Lakini njaa ifanye uibe. Si ungeomba basi badala kuiba. Haya. Nimalizia basi eneo la wapi? Kuresoi kule Nakuru. Kuresoi Nakuru, kuna polo mmoja wa hapa aligaramika kwa kulazimishwa kutoa mbuzi afanyiwe tambiko baada ya kubomoa jiko la udongo kwake. Inaarifiwa kwa polo huyo na mkewe walitofautiana kuhusu masuala ya ndoa, na mrembo akadinda kupika kwa siku 2 na badala yake akaamua kupata mlo hotelini. Na juzi jombo huyo alipiga dozi na aliporudi nyumbani akaharibu jiko kwa kukosa mlo. Yaani kwa sababu hujapata mlo akaenda akachukua ile maika. Unaona ile mawe 3 akarusha kule akabomoa, akasema sasa hizi vitu ziko hapa za nini? Kama mke wangu hizi nipikia hapa na kula kwa hoteli, so mbona zikakaa hapa? Akabomoa. Wazee wakijua akamwambia hiyo ni makosa, hiyo ni makosa. Akamwambia atoe mbuzi kama fine. Mtu umebomoa vitu za kwako, alafu anakuambia utoe mbuzi. Hujatakula hiyo mbuzi ni wengine. Hii mambo hii. Sawa. Semi kitu. Katika pita za kwangu mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, anasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Make sure you subscribe na Mungu akutende wema. Subscribe hapa chini na weka comment yako. Victor Mandala, bye bye.